Karibu sana mwana maombi kwenye maombi ya usiku wa manane. Inua imani yako, kung'uta uchovu wako, amua kuomba. Mungu ni mwaminifu, atakusaidia. Tunapofanya maombi ya usiku wa manane, ni jambo la kiimani linaloweza kutupatia majibu kwa haraka kuliko maombi ya kawaida. Maombi ya usiku wa manane ni maombi ya utulivu, yanafungua malango na kukata minyororo. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 hadi wa 26. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kumwimbia Mungu. Na tunapoona walipokuwa kwenye hali ya kuomba na kumwimbia Mungu, tetemeko kuu lilitokea. Misingi ya gereza ikatikisika, mara milango ikafunguka yote. Tunapoomba usiku wa manane, kuna misingi tunaitikisa, kuna misingi inatikisika. Huenda kuna vitu vimekuwa vigumu kwenye maisha yako kwa sababu kuna misingi imekaa chini. Maombi yako ya usiku wa manane yanatikisa misingi. Maombi yako ya usiku wa manane yanatikisa ngome. Amini kwamba kila unaoliomba mbele za Mungu sio bure. Kila unaolifanya kwa ajili ya usiku wa manane kuomba, kuna matokeo yanaenda kutokea. Zaburi 119 mstari wa 62. Zaburi ya 119 mstari wa 62. Usiku wa manane nitaondoka na kushukuru kwa sababu ya hukumu za haki. Kuna hukumu ya haki Mungu anaenda kuitenda kwako. Pengine kuna watu wamekuhukumu, kuna watu wamekuinukia kutamkia uongo, wamekuinukia kukuvunja moyo. Mungu atasimama kwa haki akileta hukumu yake kwenye maisha yako. Usiku wa manane huu utaenda kuona matokeo. Mungu atakusaidia, Mungu atakuwezesha, Mungu atakusaidia na kukuvusha katika jina la Yesu. Utamuona Mungu, Mungu atakusaidia, maana usiku wa manane ndio usiku ambao Mungu anapiga maadui zetu. Katika nyakati za mtumishi wa Mungu Musa, Mungu alipokuwa anataka watoe wana wa Israeli kwenye nchi ya utumwa, adui yao alikuwa anawang'ang'ania. Lakini majira ya usiku wa manane, Biblia inasema kwamba Mungu alienda kupiga wazaliwa wa kwanza wote wa maadui zao. Kitabu cha Kutoka 12:29. Ikawa usiku wa manane, Bwana akawaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Tunaona kwamba usiku wa manane ni usiku ambao Mungu anautumia kupiga maadui. Ni usiku ambao Mungu anautumia kutumia silaha zake za kiroho kuangusha maadui zetu. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, usiku huu wa manane utaenda kutenda mambo makubwa. Kila utakaoliomba unaweza kuona ni la kawaida, lakini kuna vitu Mungu anaenda kuvitenda. Kuna vitu Mungu anaenda kuviharibu, na kama kuna mishale imetumwa juu ya maisha yako, itaenda kuharibiwa. Zaburi 91 mstari wa 5. Hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Nami nakuombea kila hofu iliyokuvamia, Mungu anaenda kuiondoa. Mungu anaenda kuiondoa. Mungu anaenda kuiondoa kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuiondoa katika jina la Yesu, na anaenda kukupa raha. Anaenda kukupatia raha katika jina la Yesu. Mungu anaenda kukupatia amani iliyopotea. Mungu anaenda kukusaidia. Mungu anaweza kukusaidia, ataenda kukuonekania katika jina la Yesu. Maana yeye halali wala asinzii kwa ajili yetu. Zaburi ya 121 mstari wa 4. Yeye akulindaye hata sinzia wala hata lala. Yeye halali. Wakati wewe unalala, yeye halali. Na sisi tunafuata tabia ya kiungu, tumeamka kuomba. Wakati wengine wamelala, wamesema tumechoka, hatuwezi kuomba, wewe amka, omba. Omba, tabiria ndoa yako, tabiria kazi yako, tabiria afya yako, tabiria familia yako, tabiria vitu vyako. Omba usiku wa leo. Kuna mahitaji yako uko nayo, amka uombe. Angusha viti vya maadui zako, angusha kazi za giza, angusha hofu ya usiku, angusha mishale ya usiku wa manane. Baba, katika jina la Yesu, tumekuja mbele zako usiku wa manane huu. Tunakushukuru kwa sababu Mungu unatenda. Tunaendelea kufanya uumbaji pamoja na wewe, maana sisi ni miungu wadogo. Tunaweza kuamuru mambo na yakatokea. Hata usiku wa manane huu tunajua adui ndio wanafanya kazi. Wako wachawi wanaruka, wako wachawi wanafanya uchawi wao, nasi tumesimama, hatulegei wala hatuogopi. Tunaangusha kila fikra, tunaangusha kila ngome, tunaangusha kila madhabahu katika jina la Yesu. Kila madhabahu za giza zinazoinuka kutupa hofu, naziangusha kwa jina la Yesu. Naipiga, ondoa roho ya hofu, ondoa roho ya mashambulizi, ondoa vita inayoinuka inayokupa hofu. Kila mishale inayotumwa ili kufanya usiombe, ili izuie kinywa chako, ili izuie nguvu ya maombi, toka mishale yote, toeka uchawi wote, toeka nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na uvunja uwe ukongo wa giza, na vunja hiyo nguvu ya giza. Kila madawa, kila matunguli, kila machekeche, kila matambiko na matamko ya kipepo na yafuta. Yes,
Naona nguvu ya Mungu inapita polipo, nguvu ya Mungu inapita. Naona uwepo wa Mungu unapita, uwepo wa Mungu unapita. Kamba za shetani zinakatika, minyororo ya shetani inakatika. Kila mahali ambapo adui aliweka mawakala ili wasikilize unachoomba, ili wasome nini unaomba, navunja na kuwapiga upofu maadui zako wote. Adui yoyote ambaye anataka kupata tafsiri ya unachoomba, apige upofu kwa jina la Yesu. Hapo ulipo nazungusha miali ya moto, nazungusha miali ya moto kwenye podo lako, najaza mishale ya kiroho, ikapige kila vyama vya kipepo, ikapige kila maadui wanaokuinukia katika jina la Yesu. Tunavunja madhabahu za giza, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila ufalme wa giza na unyamazisha, kila nguvu za kipepo na zilipua, toka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Na kamata anga, na kamata anga, na kamata hali ya hewa, atmosphere yote na ikamata kwa jina la Yesu. Na iamuru ipokee nguvu za Mungu. Hapo ulipo, nyumba uliopo, vyumba vyote, eneo lote likamate nguvu za Mungu. Chumba chote kikamate nguvu za Mungu. Roho Mtakatifu atawale sasa. Kila watu wabaya wakute umezungushiwa moto, kama vile kipindi cha kina Meshaki, Shadraka na Abednego. Maadui walipoinukia, kumbe Mungu alikuwa pamoja nao. Nami nakuomba Bwana uwasaidie, agiza malaika akawe mtu mwingine kwao, akakusaidia hapo ulipo. Na achilia uwepo wa Mungu, na achilia uzio wa moto, 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 uzio wa moto kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa nyumba yako, kwa mke wako, kwa mme wako, kwa kitu chochote, biashara, kazi yako. Na achilia uzio wa moto. Wengine mmetupiwa magonjwa, yanakuachia sahihi. Roho za umasikini zinakuachia sahihi. Aibu iliyoandaliwa kwako inakuachia. Toka aibu yote, toka mipango ya giza, toka roho za mafarakano, toka roho za uharibifu katika jina la Yesu. Natamka uponyaji, natamka ufungulivu, natamka neema, neema ya Bwana, malaika wa Bwana wakuhudumia hapo ulipo, wakuhudumia hapo ulipo. Pokea kwa jina la Yesu, pokea uamsho, pokea uamsho, pokea uamsho. Rebosha kataparadia, pokea uamsho, pokea uamsho mwana maombi, pokea uamsho mwana maombi. Zama kwenye kisima chako, zama kwenye maombi yako, zama kwenye uwepo wa Mungu, zama, 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 zama. Tengeneza uwepo, tengeneza uwepo. Roho anataka uombe, Roho anataka uombe, Roho wa Mungu anataka uombe. Kuna mambo inabidi uyabadilishe, kuna vitu inabidi uvitengeneze, kuna vitu inabidi uviombe. Nami nakuombea na kuchochea, nachochea joto lako la madhabahu. Hiyo madhabahu yako hapo nyumbani naichochea. Kila vipingamizi vinakuachia, kila roho za uzito zinakuachia. Toka, achia mtu aombe, achia kinywa chake, achia ombe. Omba kwa jina la Yesu. Peleka mahitaji yako mbele za Bwana. Usiku wa manane tunaukomboa, usiku wa manane tunaukomboa. Tunapita kama wana wa mfalme, tunapita kila mahali. Huku tumejaa moto, huku tumejaa nguvu za Mungu. Kila kazi za giza tunazifyeka kwa upanga, ule upanga ulao ukatae pande zote mbili kwa jina la Yesu. Neno la Bwana ndiyo njia na nuru yetu, linatuangazia, linatuonyeshea mahali ambapo adui aliweka uzito. Pokea, 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 pokea mpenyo maombi, pokea mpenyo maombi. Mbingu ifunguke, mbingu ikufungukie, mbingu ikufungukie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kuomba kwa jina la Yesu. Nami nakuinua, nainua uwepo wa maombi katika nyumba yako, nainua uwepo wa maombi kwenye chumba chako, nainua uwepo wa maombi hapo ulipo. Pokea kwa jina la Yesu, amen. Endelea kuomba kwa kadiri ya neema Mungu inavyokusaidia. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Maombi haya sio mwisho, ni ya kukusindikiza uendelee kuomba zaidi. Unaweza kuweka playlist ya maombi, ukiandika tu maombi ya usiku, maombi ni dawa. Kuna maombi mengi ya usiku wa manane yatakuwa kitoka haya na kuja haya. Mungu akusaidie, endelea kuomba, endelea kuatamia, endelea kuatamia, endelea kuatamia, endelea kuomba. Atamia vitu vyako. Kuna mahitaji yako sema nitayaombea kila siku, na wengine tuko kwenye maombi ya mfungo sahihi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Yale maombi yetu ya mfungo wa siku 21, endelea kuomba. Omba paka mambo yatokee, paka vitu vitokee, na kuhakikishia hautabaki kama ulivyo. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye matokeo makubwa. Mungu akubariki. Unaweza kuachilia sadaka yako kusindikiza ibada hii kwa imani, na Mungu hata kupungukia. Achia sadaka yako kwa namba 0743 9132 91. Inaonekana hapo. Mungu wa mbinguni akubariki. Subscribe ili uwe mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Uwe na wakati mzuri.